naitwa Edward Ernest Komba, ni mkurugenzi wa shirika la Ludewo. Shirika la Ludewo linahusika na mambo ya watoto wenye mahitaji maalum. Kichwa kikubwa na mgongo wazi na miguu fundo. Shirika hili lilianzishwa mwaka 2016 lakini limepatiwa usajili mwaka 2024. Ofisi zetu ziko hapa majengo ya Angaza Depot ya Manispaa ya Songea. Lakini kituo cha watoto kiko na Manyigu Mshangano. Kule tuna watoto ambao wanaishi pale kama kituo. Tuna watoto 16 ambao sasa hivi wako pale. Na kituo hichi shirika lenyewe lina watoto jumla 113. Hawa 16 ndio ambao tunao pale kwenye kituo, na kuna wengine ambao tayari wameshaanza, tunawapeleka kwenye shule, na kuna wengine wamepatiwa matibabu, wamenyoshwa miguu, wapo, na kuna wengine walikuwa na kutokuwa na njia ya haja kubwa, na tayari hawa wameshapatiwa matibabu na wanaendelea matibabu sasa kama kliniki. Kwa hiyo shirika letu tulipata mwaliko wa kwenda kutembelea bunge kama kujifunza siku ya tarehe 6 ya mwezi wa 5, siku ya Jumatano. Tulipeleka barua katika ofisi ya mkoa kuweza kuomba usafiri. Bahati nzuri tulibahatika kupata gari la chama cha walimu wilaya ya Namtumbo kwa kupitia ofisi ya mkoa. Tunashukuru sana ofisi ya mkoa. Lakini zile barua tulipokuwa tayari tumeletewa za kuweza kutualika kule bungeni, na sisi tuliamua kuzisambaza kwa wabunge wetu wote wa mkoa wa Ruvuma. Tulipeleka hizo barua, katibu wangu alishughulikia, na tulifaulu kufika Dodoma siku ya tarehe 5 usiku, na siku ya tarehe 6 tukaingia bungeni. Lakini tunashukuru Mwenyezi Mungu, tukiwa bungeni baada ya kutambulishwa kama ni wageni ambao wametoka Ruvuma, tukamwona Msigwa alimaarufu Superfeo, mbunge wa jimbo la Madaba. Kwa kweli tuliungana naye vizuri na alitupokea vizuri sana, na alitusaidia hata fedha kwa ajili ya chakula cha watoto na sisi wenyewe. Mungu ambariki sana. Tunaona juhudi zake ni kubwa sana katika jimbo lake. Anasaidia sehemu mbalimbali, anapeleka misaada ya simenti, bati kwenye maofisi mbalimbali, kwenye misikiti, lakini ameguswa na hili jambo. Maana yake kwamba nini? Shirika letu limesajiliwa kitaifa, lakini linafanya kazi mkoa wa Ruvuma, mkoa mzima. Tuna watoto wako Mbinga, tuna watoto wako Tunduru, wapo kwa ushuhuda kabisa na walipatiwa matibabu. Tuna watoto wako Namtumbo, tena mtoto wa mwisho ambayo amefanywa upasuaji siku ya tarehe 29 mwezi wa 4 ni ambayo alianzia Happiness Ngwando. Mheshimiwa Happiness Ngwando aliibua huyu mtoto na akatusaidia fedha, akapatiwa matibabu yake ya kwanza. Walitoboa hapa pembeni, akaanza kupata choo yake kwa kupitia pembeni. Awamu ya pili tukagharimia kwa kuombaomba tena kwa wadau mbalimbali, tukafaulu kufanikisha matibabu yake ya pili. Hivi sasa hivi yuko vizuri, na hata hivi leo amehudhuria kliniki huko Peramio. Huyo mtoto ni kutoka wilaya ya Namtumbo, mtaa wa Twala. Lakini hii yote ni juhudi ya Happiness Ngwando. Amejitahidi sana na yeye. Kwa hiyo tukirudi sasa, kwa nini Superfeo ali maarufu Superfeo Omari Msigwa, yeye alipoona kwamba hao ni wageni kutoka Ruvuma, aliguswa akatufuata. Lakini baadhi ya wabunge wengine inawezekana labda pia walikuwa na majukumu yao, walibanwa, mambo mbalimbali ya kibunge, jinsi linavyoendelea sasa hivi bunge la bajeti, hatuwezi tukawalaumu. Kwa hiyo sisi tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Omari tulikutana naye Msigwa Superfeo, alitusaidia, akatusaidia mambo mbalimbali, alituzungusha katika muhimili wa bunge pale ndani. Tunamshukuru sana. Hakujalisha kwamba yeye ni wa Madaba tu. Aliona kwamba mimi hawa ni watu wangu, wametoka Ruvuma. Mungu ambariki sana pale kwa kile alichokifanya, na aendelee kuwafikia, kwa sababu nilijua kwamba Omari jinsi alivyokuepo, na ni mtu ambaye anaonekana ni mtu ambaye ni kweli ni mtu ambaye anamiliki magari mengi, ni mtu mwenye uwezo, atufuate sisi watu tuliopo pale. Lakini alijishusha, akatufuata, akatusikia na akatusaidia. Kwa hiyo ninaamini kwamba pale alipokuepo, wananchi wa Madaba walivyomchagua hawajapoteza. Wamempata mtu sahihi, anakwenda moja kwa moja kwa wananchi. Haya mambo yalipotea miaka mingi sana huko nyuma,
Lakini leo tunamuona Msigwa anapeleka bati kwenye msikiti, anapeleka bati kwenye ujenzi wa kanisa, anapeleka labda sijui simenti. Hii ndio anakwenda moja kwa moja kwa wananchi. Kwa hiyo aendelee, waweze kuungana nao, waweze kumuona kwamba Msigwa ni msaada katika lile jimbo, washikane naye pale panapotokea na changamoto, wamuite, ataendelea kutatua.